Mwenyekiti, kwanza kabisa nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye amenijalia uhai na kuniwezesha kusimama hapa siku ya leo kwa niaba ya vijana wa Kitanzania. Lakini kwa kipekee kabisa, Mheshimiwa Mwenyekiti, nianze kwa kumpongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa jinsi ambavyo ameweza kutekeleza dhima ya kuweza kuwainua vijana hususan katika sekta ya uchumi. Hiyo imeweza kudhihirishwa kutokana na mikopo na jitihada ambazo Mheshimiwa Rais amekuwa akizifanya kwa kusaidia kutoa mikopo kwa vijana. Kwa kweli hili lazima tusimame kama vijana kumpongeza kwa jinsi ambavyo ameweza kuonyesha na ameweza kusimama thabiti na vijana wa Kitanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitakuwa mchoyo wa fadhila nisipompongeza pia Mheshimiwa Waziri wa Maendeleo ya Vijana kakaangu Joel Nanauka. Kwa kweli ameweza kuwasilisha hotuba yake leo asubuhi na tumeweza kuipitia, lakini kwa kuipitia huko tumeweza kutambua ni jinsi gani ambapo ameweza kujikita zaidi katika kuwasaidia vijana, kuwainua, lakini kuleta mapinduzi makubwa ambayo yanalenga moja kwa moja vijana wa Kitanzania. Kwa hilo nikupongeze sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, mengi yameshaongelewa na vijana wenzangu, lakini kwa siku hii ya leo naomba nijikite kwenye mambo makuu mawili. Nikianza na swala la mikopo. Ni kweli serikali imejizatiti na imekuwa ikiendelea kutoa mikopo kwa vijana, lakini bado hatuwezi kutegemea mikopo tu. Najua ni ukweli mchungu, lakini lazima tuongee. Hatuwezi kutegemea mikopo tu katika kuwezesha vijana hao. Mikopo hii ili kijana aweze kunufaika katika biashara, ili kijana aweze kuwa na consistency katika biashara, ili kijana aweze kutanuka zaidi katika biashara, lazima tuwe na mfumo jumuishi wa ujasiriamali kwa vijana wetu wa taifa hili la Tanzania. Tunapozungumzia mfumo huo wa ujasiriamali, kwanza kabisa lazima tuwajengee uwezo, yani capacity building kwa vijana. Serikali inajikita zaidi katika kutoa mikopo ambayo kweli imekuwa ikitusaidia, lakini lazima tuwajengee uwezo vijana hawa ili waweze kupata elimu au mwanzo mzuri wa kuweza kuitumia mikopo hiyo. Nasemea hapa katika capacity building, nitajikita zaidi katika swala la elimu ndogo ndogo tu kama ya utunzaji wa fedha, lakini pia elimu ya kuweza kutambua kodi za serikali na jinsi ya kuanza mwanzo wa biashara. Hii itamwezesha kijana huyu hata anapoingia katika biashara kupitia mikopo ambayo imetolewa kuweza kutambua ni namna gani ambavyo ataweza kutunza kumbukumbu zake za fedha, lakini ni namna gani ataweza kukabiliana na kodi ambazo zitakuwa zinakuja. Anakuwa na uelewa wa kodi hizo. Lakini swala la pili ninaweza kuzungumzia kuhusu mafunzo ya kisekta, yani sector specific training. Kweli mikopo imekuwa ikitolewa na vijana wamejikita waziwazi katika kuwekeza katika nyanja tofauti. Wengine wamejikita katika kuwekeza katika teknolojia, lakini wapo ambao wamejikita kuwekeza katika kilimo, wapo ambao wamejikita kuwekeza katika viwanda vidogo vidogo. Kusema kuwachukua wote hao na kuwapa training siku moja ya ujumla ni uongo. Ni sasa tutakuwa tunatwanga maji kwenye kinu. Lazima tuwatafute maprofessional. Uzuri Wizara ya Vijana inaweza kushirikiana na wizara zingine kama za teknolojia, za wizara za kilimo pamoja na mifugo, ili kuwasaidia vijana hao pale ambapo wamepewa mkopo huo, lakini inapoambatana na mafunzo hayo ambayo ya kimkakati atakayotolewa, kuweza kuwekeza zaidi na kwa ufasaha na kwa ukubwa ambao serikali inataka iwekeze.
Lakini jambo la tatu, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kuhusu swala la additioning of value, yaani kuwajengea thamani ya vijana hao. Mikopo inatolewa, lakini pia lazima tuhakikishe kwamba tunawajengea thamani ya bidhaa hizo ambazo vijana wanaweza wamejikita zaidi katika kuziwekeza, na bidhaa hizi lazima ziambatane na soko la ushindani ambalo lipo kitaifa na kimataifa. Tunaweza kuwapatia training, lakini pia kuwasukuma kuwezesha kuzalisha bidhaa ambazo zinaendana na soko la kila siku. Tusije tukawa tunatoa mikopo, lakini mwisho wa siku mikopo hiyo vijana wana produce product ambazo ni za hapa tu, yani haziendi sehemu yoyote, hazina ukuaji. Kwa lazima tufuatilie na lazima tu intensify hii kwa ajili ya kusaidia kumpatia kipato kijana huyu. Lakini swala jingine ni kuhusu upatikanaji wa masoko. Ni kweli serikali imejikita katika kuendelea kutoa mikopo hiyo, lakini je, mmewatafutia soko vijana au ndio tunatoa mikopo na tunawaacha tu waendelee hang tu? Kwa swala hili lazima tuwatafutie masoko ya kimataifa na ya kitaifa pia. Cha kwanza utamjengea uwezo kijana huyo, lakini jambo la pili utamsaidia kwanza yeye mwenyewe aweze kuongeza kipato. Ni comfort ambayo anaipata kwamba pale ambapo anapata mkopo, lakini serikali inamtafutia soko la kuweza kuuza bidhaa hiyo ambayo ameweza kuizalisha kupitia mkopo. Kwa hiyo hapo naomba Mheshimiwa Waziri niendelee kukushauri. Lakini jambo la mwisho ambalo naweza nikashauri zaidi ni kuhusu kuanzisha maonyesho ya vijana, yaani Youth Expo. Serikali yetu imekuwa ikisifika kwa kuanzisha maonyesho ya biashara kama Sabasaba ambayo kiuhalisia yamekuwepo kwa miaka mingi, lakini pia kuna maonyesho ya wakulima Nane. Kwa nini sasa isifike wakati na sisi tuwe na maonyesho yetu? Kwa kuwa tumetoa mikopo na tumewawezesha vijana hawa, database tunayo, kwa nini tusiwajengee kuwepo na maonyesho hayo ya vijana? Cha kwanza Mheshimiwa Jessica, muda wako umesha. Basi nimalizie. Naomba nimalizie Mheshimiwa. Malizia kwa kuunga mkono hoja. Nimalizie kwa kuunga mkono hoja. Asante sana. Nimuita Mheshimiwa Mary Daniel Surati, Mheshimiwa Bengi Masana